Tumeanza mfululizo wa somo hili, mambo muhimu ya kufanya katika msimu wa mwisho au katika kipindi cha mwisho cha msimu, na tumeita maombi ya mwezi wa 12, maombi ya kumaliza mwaka. Yako mambo kadhaa ya kuombea ili tuweze kumaliza vizuri mwaka huu kwa tathmini nzuri, itusaidie kutengeneza mipango na mikakati mingine mizuri kwa ajili ya utumishi wa mwaka kesho na maendeleo na mafanikio tunayoamini kuyapata mwakani. Basi ninaamini uko tayari tena kwa ajili ya mfululizo huu. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya teknolojia ambayo inatuwezesha wewe huko uliko na sisi huku tuliko tuweze kukutana kama vile tuko katika sehemu moja. Ndio maandiko yanavyosema kwenye Daniel sura ya 12, katika siku za mwisho maarifa yataongezeka na watu wataweza kwenda mbio. Daniel 12 ule mstari wa 4. Kwa nini? Mathayo 24:14 inasema ili injili ya ufalme ipate kuhubiriwa kote kote, na ndipo ule mwisho utakapokuja. Binafsi mimi naamini uwezo wa injili kwenda kote kote sio mguu kwa mguu, sio nyumba kwa nyumba, bali ni kwa njia ya teknolojia. Yesu alisema mguu kwa mguu hatutaimaliza miji, lakini alijua katika nyakati za mwisho ataleta maarifa ya kiteknolojia ambayo yatatuwezesha kwenda kila mahali kwa nukta moja. Sasa hivi kwa njia ya internet au kwa njia ya radio tunaweza kupeleka neno la Mungu mbali na kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa teknolojia, na tunashukuru kwamba amekupa na wewe uwezo wa kutumia teknolojia ili uweze kupata mafundisho ya neno la Mungu. Basi tupige hatua. Tuko katika kuombea kipindi hiki cha mwisho cha msimu. Tuko katika kukiombea ili tuweze kufanya tathmini vizuri, na ili pia tuweze kuweka mikakati vizuri ya namna ya kupiga hatua za kimaendeleo tena katika msimu unaokuja, msimu wa mwaka 2026. Katika kipindi kilichopita tuliangalia yako mambo ya msingi ya kufanya. Mojawapo likiwa ni swala la maombi. Ili uweze kutathmini vizuri na kuweka mipango mizuri, muhusishe Mungu. Ile hali ya kumtegemea Mungu na hali ya maombi basi inasababisha ushirika wako na Mungu unakuwa mzuri. Jambo jingine tumeangalia ni jambo la tathmini. Lazima ugeuke nyuma. Unapomaliza msimu mmoja unajiandaa kwenda msimu wa pili, geuka nyuma, fanya tathmini. Angalia mapungufu ambayo umekuwa nayo, angalia mafanikio ambayo umekuwa nayo, na uweke mikakati ya kutunza mafanikio yako na kuendeleza. Lakini pia uweke mikakati ya kurekebisha makosa yako na kuyaponya kabisa yasiwe tena sehemu ya wewe kwenye mifumo yako. Leo nataka nikuongezee uwanja mpana zaidi katika namna ya kufanya tathmini. Namna ya kufanya tathmini vizuri. Katika kipindi kilichopita nilikwambia huwezi kufanya tathmini vizuri kama huna mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kama hujui ulikuwa unaenda wapi, lengo lilikuwa nini, uelekeo. Kama ulikuwa unaenda kaskazini mashariki na umejikuta huko kusini magharibi na unadhani umepotea, unawauliza watu, jamani nisaidieni nimepotea. Swali la kwanza watakuuliza, ulikuwa unaenda wapi? Ukishindwa kujibu hilo, hakuna atakayeweza kukusaidia. Na tungeweza kusema hujapotea. Anayepotea ni yule ambaye alikuwa anajua kwanza anakoelekea, na hapo katikati ameshtukia kwamba hafiki huko, au ameshamaliza safari na siko alikotegemea kuwa. Huyo anaweza kusema nimepotea.
Lakini kama wewe hujui ulikuwa unaenda wapi kwanza, basi mahali popote utakapojikuta upo ni sawa tu, maana wewe ulikuwa huna pa kwenda, huna uelekeo. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa katika tathmini, hebu double check uone kama ulikuwa unakwenda wapi. What was your direction? Define your direction first and foremost. Kikuna cha kwanza kabisa, tafsiri hatima ya safari yako. Ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa unaenda kwenye ujenzi wa nyumba, au ulikuwa unaenda kwenye ufuzu wa masomo, au ulikuwa unakwenda wapi? Kwenye uanzishaji wa mradi fulani. Lazima utafsiri hilo, kwamba wewe kukurukakara zote za mwaka jana au za mwaka huu tunaomalizia, lengo lilikuwa kufika wapi? Direction. Tathmini ya kwanza, hebu jiassess mwenyewe, jichekeche, halafu ujijibu kwamba ulikuwa unaelekea wapi. Yaani taabu yote hii ninayoifanya hapa na gharama yote hii ninayoingia hapa itakuwa sifuri kama wewe huna lengo la safari yako. Hata tunapohubiri kuhusu imani na kutia moyo watu kuhusu imani na kufundisha kuhusu imani, lengo ni urithi wa uzima wa milele. Hiyo ndio hatima ya safari yetu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye huna mpango wa kuurithi uzima wa milele na kuingia kwenye ufalme wa Mungu, Yerusalemu mpya, tunachokihubiri kanisani kinaweza wala kisiwe kinakusumbua, kwa sababu wewe huendi unakosikia tunatangaza kwenda. Wewe huna mpango huo. Kwa hiyo whether tunakataza mambo fulani na kusisitiza mambo fulani kwako hayakuhusu, kwa sababu ukifanya usipofanya, wewe hauna mpango wa kwenda mbinguni. Yule mwenye mpango wa kwenda mbinguni ndiye unakuta anasikiliza na kuzingatia. Tunaposema Bwana anarudi, jiwekeni tayari, ni kweli unamkuta mtu kuna vitu anajipangua, anaviacha kufanya, na kuna vitu anaomba Mungu amtie nguvu kufanya, kwa sababu anajua nisipovifanya hivi vitu siwezi kwenda na Bwana mawinguni. Kuna viwango vya wanaotakiwa kwenda naye. Anakuja kuchukua kanisa tukufu lisilo na ila wala mawaa. Kwa hiyo mawaa yote na ila zote na uchafu wote, mtu anaweka bidii kwa neema ya Mungu kuviacha hivyo vitu, ili aweze kustahili, aweze kubeba stahili ya kwenda na Bwana. Kwa hiyo point ya kwanza itakayo kusaidia kwenye kufanya tathmini vizuri ni kuassess kwanza ulikuwa unaenda wapi. Kama ulikuwa hujui unakoenda, basi andika kwamba kosa langu la kwanza, nilikuwa na chakarika wakati sina ninakoelekea. Ili sasa tutakapoanza kuweka mipango na mikakati mipya, wewe point ya kwanza kabisa iwe ni kudefine your direction, iwe ni kutafsiri uelekeo wako. Hilo ni eneo la kwanza la tathmini. Nenda kafanye tathmini ya maono, vision. Ulikuwa unaelekea wapi? Mpango ulikuwa ni nini? Kama ilikuwa ni ujenzi, basi utajiandika. Kama ilikuwa ni masomo, unataka kufuzu kozi fulani, basi andika kwamba hili ndio lilikuwa lengo langu, ili tuanze kujipima sasa. Kama ilikuwa ni kuanzisha biashara, hili ndio lilikuwa kusudi langu, my objective, my goal. Nilitaka kuanzisha shughuli, nilitaka kuanzisha biashara, ili tujipime sasa, umefaulu, ni kitu gani kilikuwezesha kufaulu, au umefeli, ni kitu gani kilisababisha umefeli. Point ya kwanza ya msingi kabisa ni hiyo, kutafsiri maono yako au malengo yako au makusudi yako uliokuwa nayo katika maisha ya msimu uliopita. Jambo la pili katika tathmini ni kuangalia sasa vile vinavyowezesha au vile vilivyokwamisha. Na kwa sisi ambao tumesoma mambo ya mipango, tuna kitu kinaitwa planning model au assessment model, kitu kinachokusaidia kupanga au kitu kinachokusaidia kujipima ulichopanga.
unatakiwa ujitathmini kwenye kitu gani kwako wewe kimekuwa nguvu yako, tunaweza tukakitumia kufikia malengo yale, maono yale, makusudi yale. Lazima ujicheck ndani yako, unacho kinachohitajika, unacho kile ambacho kinahitajika kuwezesha wewe kufikia pale unakotakiwa kufikia. Wale wanaofikia unakodhani wewe unatakiwa kwenda, wanatumia nini? Hicho kinachohitajika wewe unacho? Ninafikaje pale ninakotakiwa kufika? Sasa unajicheck kama hiyo nguvu ya kufika pale unayo. Vitu vinavyohitajika, inawezekana ni karama fulani, ujuzi fulani, inawezekana ni watu ulio nao ndio nguvu yako wewe. Kwa hiyo inawezekana wewe huna uwezo kama wewe, lakini una watu, hao watu ndio tunaita nguvu yako. Sasa mkakati hapo utakuwa namna ya kutunza mahusiano na watu. Mpaka kule kwenye mataasisi makubwa ya mashirika na makampuni, wana idara kabisa mahususi inaitwa public relations, mahusiano na jamii, kwa sababu hao ndio wateja wetu, hao ndio supporter wetu, unaona, hao ndio watu wetu. Usipojenga mahusiano mazuri na watu, unavunja madaraja mwenyewe. Hautapata wateja, au hautapata wa kukusikiliza, au hautapata wa kukukimbilia, au hautapata wa kukusaidia. Kwa nimekupa mfano, unaposema hii ni nguvu yangu, sio lazima iwe kipawa chako, lakini inaweza ikawa wale ulionao, au inawezekana ni sifa nzuri tu ulionayo wewe, au jina ulilonalo wewe, linaweza likawa ndio nguvu yako, likawa nguvu yako. Najua kijana mmoja ananiambia jinsi alivyofanikiwa kwenye ofisi fulani kuingia na akapata kazi, kwa sababu tu aliyemsikilia asema, hivi wewe ni mtoto wa fulani. Hiyo sentence tu ikafungua milango ya msaada. Kwa hiyo jina ulilonalo, kipawa ulichonacho, vitu ulivyo navyo, mali ulizonazo, vinaweza kuwa nguvu kwako, vile vya kukuwezesha kufika unakotaka kufika. Angalia ndani yako kuna nguvu gani. Eneo la pili la kujicheck, eneo la pili la kujifanyia tathmini, angalia ndani yako kuna madhaifu gani, vitu vinavyoweza kukukwamisha usifike. Inawezekana ni tabia, lazima ujifanyie tathmini hapo kwamba hii inaweza ikawa pancha, ikaniponza nikashindwa kufika ninakotakiwa kufika kwa sababu ya hii tabia. Nilikuwa na mwalimu mmoja mzuri sana wa sayansi. Alikuwa na uwezo wa kuingia darasani akatelemsha yale hydrocarbons. Mimi nilifanya mambo ya physics na chemistry na biology. Akajaza ubao yale macheni yote yale hydrocarbon kutoka kichwani. Anaingia darasani bila hata notebook. Alikuwa ameshika yale mambo. Lakini changamoto yake kubwa ilikuwa ulevi, tabia binafsi. Ameshindwa kwenda mbali, ameshindwa kwenda kwenye utunzi wa mitihani, ameshindwa kwenda kwenye usahishaji wa mitihani, ameshindwa kupanda vyeo kwa sababu ya tabia. Kwa hiyo unapojifanyia tathmini, fanya pia tathmini ya vitu ulivyo navyo vinavyosababisha unashindwa kufika unakotakiwa kufika, ili na vyenyewe tuvifanyie mkakati katika msimu ujao, kuviacha, kuviponya, kuvishinda, ili visiwe kikwazo katika safari yetu ya maono ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hiyo udhaifu ni pale unapojiangalia wewe ndani ukagundua hiki sina. Kwa mfano, nahitaji ujuzi fulani, ujuzi huo sina. Kwa hiyo inabidi nitafute mtu aidha nisaidie au nimlipe anihudumie nipate ule ujuzi utakao niwezesha mimi kufika kwenye maono yangu.
Kwa mfano mimi sina utaalamu wa mambo ya kamera, sina utaalamu wa mambo ya sauti, lakini lazima nikufikie wewe kwa ujumbe. Kwa hiyo imebidi nitafute vijana wanaojua mambo ya kamera na mambo ya sauti, ili sasa tuunganishe nilicho nacho na walicho nacho wao, tuweze kufika kwenye malengo ya kukuletea wewe ujumbe. Ndio maana juzi na jana nilikwambia injili ni bure, ila kuipeleka injili ya bure mpaka imekufikia wewe inatugharimu. Kwa hiyo guswa kusapoti na kuwezesha na kusaidia injili ya Yesu Kristo iweze kwenda mbele. Kwa hiyo tunafanya tathmini. Tuko kwenye kipengele cha tathmini. Nilitaka kumalizia jana, lakini Roho Mtakatifu ameendelea kunionyesha maeneo ambayo wewe yamkini unayahitaji ili uweze kufanya tathmini yako vizuri. Kwa hiyo angalia ndani yako kuna vitu gani vinahitajika kukuwezesha wewe kufika unakotakiwa kufika, lakini wewe hauna. Kama ni kipawa hauna, maana yake utahitaji kukikodisha. Kama ni vifaa hauna, maana yake utahitaji kuazima au kukodisha au kwenda kununua. Unaona? Kwa hiyo udhaifu ni vikwazo vya ndani vinavyokuzuia wewe kufika pale unapotakiwa kufika, au ni tabia unatakiwa kuiacha, unatakiwa kuishinda. Hiyo unatakiwa katika tathmini uorodheshe vitu ambavyo vinaweka pancha kutokea ndani yako, au kwenye taasisi yako, au kwenye kampuni yako, au kwenye shirika lako, au kwenye chama chako, au kwenye kanisa lako. Basi unaangalia kwa ndani. Hizo tunaziita kwenye mambo ya mipango weaknesses au udhaifu. Lazima tutafute dawa yake. Ukishajua kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hivi ni udhaifu kwetu au kwangu, basi kwenye kuanza kupanga mikakati tunaanza na hivyo. Hiyo ni sehemu nyingine ya kufanya tathmini. Sasa hiyo ya kwanza na ya pili, yani nguvu na udhaifu, ni vitu vya ndani, ni aspects, internal aspects za analysis. Unaangalia kwa ndani. Namba 3 na namba 4. Namba 3 na namba 4. Yani namba 3 ni fursa na namba 4 ni changamoto. Hizi ziko nje ya wewe. Na zenyewe ni nguvu na zenyewe pia ni udhaifu, lakini viko kwa nje. Kwa mfano fursa au opportunities. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kufika unakotakiwa kufika, au utatakiwa uvitumie hivyo ili ufike unakotakiwa kufika kwa njia rahisi zaidi, kwa muda rahisi zaidi, na kwa gharama rahisi zaidi. Hivyo vitu tunaviita fursa, lakini haviko ndani yako, viko nje. Lazima ukavifuate kwa nje. Hivyo vitu tunaviita fursa. Kwa mfano, mwanzoni pale nimesema kuna watu wa kukusaidia wewe. Hao watu tunaita fursa. Wazazi wanaweza kawa fursa, ndugu zako, watu wenye mahusiano mazuri na wewe wanaweza kawa fursa, marafiki wanaweza kawa fursa. Lakini pia mazingira ya nje ambayo yana uwezo wa kukupa vinavyohitajika au kukuwezesha kufika unakotakiwa kufika kwa njia rahisi zaidi. Hivyo vitu pia tunaita fursa. Sasa lazima katika tathmini yako utoe macho nje ya wewe. Toa macho nje. Angalia hivi ninaweza kutumia nini kilichoko nje nikakiingiza ndani kikaniwezesha kufika ninakotaka kufika, au nikakitumia kule kule kilipo lakini kikaniwezesha kufika kwenye maono, kikaniwezesha kufika kwenye makusudi yangu na malengo yangu ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu katika kulitumikia kusudi lake. Fanya tathmini ya hivyo vitu, tupa macho nje. Sasa ndio maana nilikwambia pointi ya kwanza ni ya muhimu sana. Pointi ya maombi inamuingiza Mungu kwenye mchakato. Ukianza kuangalia nje wakati huna jicho la kimungu, mimi nakwambia kutazama ni moja na kuona ni kitu kingine. Unaweza ukatupa macho nje kujaribu kutazama na usione, na mwenzako anatazama anaona, alafu anakushangaa wewe uoni. Anakwambia ile pale, na wewe unaminya macho kabisa, unajitahidi kutazama. Anakwambia unaangalia, lakini ninaangalia, natazama, huoni ile. Mimi mbona sioni?
ile pale, ile pembeni ya nani, ndio ile, lakini mbona ile sioni unayosema wewe? Kwa hiyo kutazama au kuangalia ni jambo jingine, lakini uwezo wa kuona pia ni jambo jingine. Ndio maana kwenye Waefeso sura ya 1 mstari wa 15 na kuendelea mpaka 18, 19, unaona Mtume Paulo anasema, tangu nilipopata habari za imani yenu katika Kristo, nimedumu nikiwaombea Roho wa hekima, ufunuo na maarifa afanye kazi ndani yenu, macho yenu yatiwe nuru, mpate kujua. Kwa hiyo kukiwa na giza unaweza usione. Kwenye macho kukiwa na giza unaweza usione. Kwa hiyo fanyia kazi mambo haya uliyoyasikia, yatakusaidia sana kufikia malengo, kufanikiwa na kuwa mshindi katika yale ya kupasayo kufanya na katika ripoti yako mbele za Bwana. Kwa hiyo fursa ni zile zilizoko nje ya wewe, au nje ya taasisi, nje ya kampuni, nje ya shirika, nje ya kanisa, nje ya chama. Angalia nje, utaona watu wanaweza kuwa fursa, ardhi inaweza kuwa fursa, sera za sasa hivi za maendeleo zinazotangazwa, wafadhili waliopo, hivyo vyote vinaweza vikawa ni fursa. Kwa mfano vikundi mbalimbali vimeambiwa vijikusanye, watu wajikusanye kwenye vikundi, wa mama, vijana na wale wenye changamoto za kimaumbile, waende katika halmashauri zao. Serikali imetenga 10% katika mapato yote ya halmashauri. Lazima hiyo fedha iwawezeshe vijana, iwawezeshe wanawake na iwawezeshe watu wenye mahitaji maalum. Hiyo nayo ni fursa, ni sera, ni ilani kwenye chama kinachotawala au kinachoongoza serikali yetu sasa. Ni ilani. Kwa hiyo unaposoma, unaposikiliza vitu kama hivi, vinaweza kuwa fursa. Unasikia taasisi zinatoa mikopo kwa watu wa jinsia fulani au warika fulani, hiyo nayo ni fursa. Kwa hiyo fursa inakutaka uangalie nje ya wewe. Kuna mazingira gani, kuna vitu gani, kuna watu gani ninaweza nikatumia vikanisaidia mimi kufikia malengo yangu. Hizo zinaitwa fursa. Na Mungu akupe macho na Mungu akupe masikio ili uweze kutumia fursa zilizopo. Alafu jambo la 4 na jambo la mwisho la kujifanyia tathmini kutokana na modo hii ya mipango ni challenges au vitu kama matishio vinavyoweza vikawa sababu ya kunizuia. Sasa kumbuka nilikwambia hii ni sababu ya nje. Ile sababu ya ndani, vile vitu vya ndani vinavyoweza kukuzuia usifikie malengo yako tunaviita madhaifu au weaknesses. Lakini hivi vilivyoko nje na vyenyewe ni vikwazo. Viko nje, lakini ya taasisi, nje ya kampuni, nje ya shirika, nje ya kikundi, nje ya chama, nje ya kanisa, nje ya wewe, vinaweza kuzuia wewe kufikia malengo yako au maono yako. Tunaziita changamoto au tunaziita matishio. Kwa mfano hali ya kisiasa. Hali ya kisiasa isipokuwa tu ya utulivu, hali ya amani isipokuwa ya utulivu, maono yote yananyamaza, yanasimama. Hakuna usafiri, hakuna wageni wanaoleta pesa za kigeni nchini. Na usafiri usipokuwepo, hakuna bidhaa. Maduka yamefungwa, masoko hayana bidhaa, mafuta ya kuendeshea mitambo hayapo. Unaona bwana, kwa sababu tu huko nje kumeharibika. Kwa hiyo amani ni mtaji wa pili baada ya afya. Amani ni mtaji wa pili baada ya afya. Tuitunze amani ya nchi yetu, ni mtaji wa maendeleo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Changamoto zinaweza pia zikawa hali ya hewa, ikawa changamoto kabisa. Sasa hivi vinaweza visiwe kwenye nguvu yako wewe ya kuamua, lakini ni vizuri ukaviainisha na vyenyewe kwamba aidha vilichangia kuzuia wewe kufikia malengo, ili tuone mkakati wake. Ukisikia watu wanahamisha makampuni yao kutoka kwenye nchi ambazo hazina utulivu wa kisiasa, ni kwa sababu hiyo. Yaani mtu anaona badala ya kupeleka shirika langu au kampuni yangu
kwenye nchi ile na nikashindwa kufanya kazi, bora ning'oe pale mradi huu niende kuweka eneo jingine. Kwa hiyo pamoja na kwamba vinaweza visiwe kwenye nguvu yako kwamba wewe ndio umevisababisha, lakini wewe unaweza ukaviwekea mkakati wa njia badala ya namna hivyo vitu kufanyika. Kwa lazima kwanza viainishwe na vijulikane, ili sasa tuone tunavikabili vipi. Kwa hiyo fanya pia tathmini ya challenges, fanya pia tathmini ya threats, fanya pia tathmini ya hizo changamoto au matishio. Ni vikwazo vilivyoko nje ya wewe au nje ya kikundi chenu au nje ya shirika lenu au jumuiya yenu, lakini vinazuia maono yenu kutimia, malengo yenu kutimia, au makusudi yenu kutimia. Yako mengi, changamoto ziko nyingi. Kwa hiyo kwa njia ya tafakari na hekima ya kimungu, Roho Mtakatifu atakuwezesha. Roho Mtakatifu atakuwezesha kuona hata na vingine ambavyo sijavitaja. Mimi nimekutambulishia tu swala likoje, alafu tumwamini Mungu kwa hekima yake atakuonyesha. Lakini Biblia inasema niulize. Yeremia 29 mstari wa 12 na mstari wa 13, neno la Mungu linasema utaniomba nami nitakusikia. Mstari wa 13 unasema utanitafuta nawe utaniona, utakapo nitafuta kwa moyo wako wote. Utakapo nitafuta kwa moyo wako wote. Kwa hiyo mtafute Bwana. Matendo 17 mstari wa 26-28 ambao ndio mstari wa somo letu katika mwezi huu wa 12, inasema Mungu ametuweka watu wote wa dunia juu ya uso wa nchi ili tumtafute, hata kama ni kwa kupapasa, lakini tumtafute. Kwa hiyo katika majira haya, majira ya mwisho wa msimu, jambo mojawapo la kufanyika ni tathmini, na Roho wa hekima atakuwezesha kuona hivi vitu. Nguvu ya ndani ambayo hujaitumia uweze kuitumia, madhaifu ya ndani ambayo hujayashinda uweze kuyashinda, fursa za nje ambazo hujazitumia uweze kuzitumia, na changamoto zilizoko nje ambazo hujaziwekea mkakati uziwekee mkakati zisikuathiri wewe kufikia malengo au maono ulionayo. Naamini leo umepata kitu cha kukusaidia kwa dakika ambazo umenisikiliza. Tunaendelea na maombi ya mwezi Disemba. Ni maombi ya shukrani, lakini pia ni maombi ya toba kwenye yale maeneo ambayo hatujafanya vizuri. Halafu pia ni maombi kwa ajili ya tathmini, ili Mungu akuonyeshe marekebisho unayotakiwa kuyafanya kwenye mikakati yako na mipango yako kwa ajili ya msimu unaokuja. Kila siku Mungu ana jambo la kutuambia litakalo tufaidisha. Anasema kwenye Isaya 48:17, mimi ni Bwana nikufundishaye ili upate faida. Basi weka mkakati kuto kukosa tena kipindi kinachokuja. Nitakuwa hapa tena siku ya kesho kwenye channel hii ya Mgisa Mtebe YouTube channel. Basi copy link hii, wasambazie ndugu jamaa na marafiki ambao ungependa wabarikiwe pamoja na sisi katika kipindi hiki. Hatutaki tena kupata hasara, hatutaki tena kushindwa. Mapenzi ya Mungu ni tufanikiwe, mapenzi ya Mungu ni tustawi, mapenzi ya Mungu ni tuwe washindi, mapenzi ya Mungu ni tupate faida. Nakutakia baraka za Bwana. Kama una maswali binafsi, nimeweka namba ya simu pia hapo chini. Unaweza ukauliza maswali na ninaamini Mungu atanipa nafasi ya kuwajibu. Message ni nyingi, lakini Mungu atanisaidia kuifikia na ya kwako na kukuletea majibu. Mungu akikubariki akakugusa kusupport kipindi hiki kwa sadaka yako au kwa mchango wako, utashukuru sana. Nimekwambia ni gharama kupeleka injili ya bure. Kwa hiyo Mungu akuwezeshe uone umuhimu, uguswe, ili uweze kusupport kazi hii, tusiifanye kwa kuchechemea. Ninawashukuru wale wote ambao tayari kila unaposikiliza hivi unajisikia kumtolea Mungu sadaka. Asante kwa ajili ya sadaka yako. Asante kwa ajili ya mchango wako. Mimi na wewe tumeweza kuhubiri leo
kwa sababu ya utii uliofanya. Na wewe ukifanya pia, na Mungu atakuhesabia thawabu hiyo ya utumishi unaofanyika, na wewe unawekewa thawabu kwenye akaunti yako ya mbinguni. Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi kinachokuja, na amani ya Bwana iwe pamoja na wewe Disemba hii katika jina la Yesu. Amen.